Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 13 kuashiria tumefika ukingoni mwa robo hii. Na somo ambalo tutakuwa tukiangazia juma hili ni upendo ni utimilifu wa sheria. Upendo ni utimilifu wa sheria, ikiwa ni katika wiki ya Machi 22 hadi Machi 28. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu George aweze kutubariki kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu wa Shemali pa juu, tunakushukuru kwa kutuleta pamoja siku hii ya leo, tuweze kujadilia neno lako Bwana. Hebu Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, aweze kutufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo tunayohitaji kuyajua. Jina lako liweze kutukuzwa, na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Naam, mwalimu, wiki jana tuliweza kuangalia somo la 12 ambalo lilikuwa na mada inayosema upendo na haki, amri kuu mbili. Upendo na haki, amri kuu mbili. Mwalimu, sijui kama unaweza kumfahamisha msikilizaji popote alipo kile ambacho uliweza kujifunza. Wiki iliyopita kuna mafunzo ambazo tuliweza kujifunza, na kwanza kabisa tunakumbuka ya kwamba kuna mwanasheria fulani ambaye alikuja kumjaribu Yesu. Naam. Ya kwamba ni sheria gani ambayo ni muhimu zaidi ama ni ya juu zaidi kuliko sheria zingine zote. Katika amri 10, na Yesu naye akamjibu akimwambia kwamba sheria ambayo ni kuu zaidi ni kufanya nini? Ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Na sheria ya pili ni kwamba uweze kumpenda jirani yako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni sheria ngapi? 2. Kwa hivyo sheria zile 10 akazifanya nini? Akazifanya zikawa nini? Zikawa sheria 2. Na katika hiyo lesoni ambayo tumejifunza hiyo wiki iliyopita, tena tukajiweza kujifunza ya kwamba kuna dhambi 2 ambazo Mungu anachukizwa zaidi. Kwanza ni kuwa na miungu mingine isipokuwa yeye. Na dhambi ya pili ni ile kugandamiza ama kuweza kuwatendea wale ambao hawajiwezi mabaya. Kwa mfano yatima, kwa mfano wale ambao wanadhulumiwa. Ikiwa wewe unawatendea vibaya wale ambao hawajiwezi, basi linamchukiza Mungu zaidi. Na hayo ndio machache ambayo nafikiri tuliweza kuzungumza kujifunza wiki iliyopita. Na mwalimu, kumbuka pia tuliweza kujifunza kwamba ile amri ya kwanza ambayo ni kumpenda Mungu iko katika jiwe la kwanza la zile sheria za Mungu ambazo alipatiana 10. Kwa hivyo ni mahusiano ya moja kwa moja kati ya Mungu na binadamu. Alafu ile ya pili ambayo ni kumpenda jirani yako iko katika mbao ya jiwe la pili ambayo ni mahusiano kati ya binadamu kwa binadamu. Mwalimu, fungu la kukariri katika juma hili linapatikana katika kitabu ni cha Warumi 13:8, nayo inasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Mwalimu, katika maandiko upendo na sheria huenda pamoja. Sijui kama unaweza ukalielezea hili, ni vipi sheria na upendo vinakwenda sako kwa bako? Unajua jinsi ambavyo nafikiri tumezungumzia katika somo ambazo zimepita. Naam. Na ni shida ambayo wengi hawajaweza kuelewa uhusiano ya sheria na nini? Na upendo. Mtu anapozungumzia sheria, tunazungumzia justice, lakini mtu anapozungumzia sheria
ni kwamba unataka sheria iweze kufuatwa kikamilifu ili haki ipatikane. Ili haki iweze asante. Naam. Ili haki iweze kupatikana. Unapozungumzia juu ya upendo na sheria, mara nyingi kulingana na kuelewa kwa binadamu hayaambatani. Lakini Biblia hapa tunapata ya kwamba kuna kitu ambacho kinatufungua macho. Umeweza kusoma Warumi, ni Warumi 13. Warumi 13:8. Inasema aje? Inasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Unapompenda mwenzako umefanya nini? Umetimiza sheria. Kuna sheria ambazo tunasema ni sheria za Mungu ambazo ni 10. Naam. Na ikiwa unampenda mwenzako, basi sheria hii yote 10 tayari umefanya nini? Umetimiza. Nakumbuka wiki jana tulisema kwamba kitu cha kwanza ni kuweza kuwa na mahusiano bora kati ya wewe na Mungu. Kwa sababu Mungu ni upendo. Kwa hivyo ili uweze kuwapenda wenzako, lazima uweze kuwa kwamba mahusiano yako na Mungu yako sawa sawa. Kwa sababu hauwezi ukapenda iwapo haumpendi Mungu, mwalimu. Na tuliweza kuona hili katika kitabu ambacho ni cha Yohana wa kwanza. Wengi watu ambao pengine hatuwezi elewa sehemu ambazo tunazoishi, tunaishi kwa amani kwa sababu ya nini? Ya sheria. Kwa sababu ya sheria. Yule mtu ambaye hajui umuhimu wa sheria, kwanza ni aweze kutembea sehemu ambayo hakuna sheria, ama wazungu wanasema mahali ambapo kuna ile lawlessness. Hakuna askari ambaye ataweza kusimamisha kuambia kwamba umevunja sheria, na hakuna jaji ambaye utapelekwa kwamba aweze kusikiza kesi yako, na hakuna hata president ama tunasema raisi wa nchi hiyo. Inakuwa kwamba watu wameishi bila sheria. Mwalimu, jaribu kuishi katika kimombo wanasema a failed state. A failed state. Naam. Jaribu uende kuishi mahali kama hapo, uniambie kama kweli utafurahia kuishi mahali ambapo hakuna sheria. Na ndio kwa sababu tunaposema kwamba hatupendi sheria, ama huyu Mungu ana sheria ambazo hatuzipendi, basi hebu fikiria tena. Mwalimu, tunaona Mungu mtoa sheria ni upendo. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni sheria ya upendo. Sheria ya Mungu si seti ya kanuni za kufikirika tu, bali ni amri za maagizo yanayokusudiwa kwa ajili ya ustawi wetu. Sheria ya Mungu kwa ujumla wake ni udhihirisho wa upendo kama Mungu mwenyewe anavyodhihirisha, mwalimu. Kwa hivyo ni protection. Unajua mwalimu, ukienda kwenye mahali unaambiwa labda kuna milima na mabonde, enda kwa kasi fulani ya pale ambapo unaendesha gari. Iwapo utakiuka sheria hizi, mwalimu, ni kana kwamba utakuwa unataka kujiua. Kwa sababu wale ambao wataalamu wameona hapa, ukienda kwa kasi fulani, kuna uwezekano gari lako likabingiria. Kwa hivyo wakikwambia enda kwa 30, ni vizuri uende kwa 30. Kwa sababu sheria hizi ni ambazo zinakulinda wewe. Haziko pale kukukandamiza, ziko pale kukulinda. Usipozifuata kuna tukio ambalo litatukia. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni sheria ya upendo. Mwalimu, sijui kama unaweza tuambia kwa muhtasari, ulijifunza nini katika siku ya Jumapili? Sheria ya upendo. Hizi amri 10, mwanasheria fulani alipomuuliza Yesu ya kwamba ni gani ambayo ni kuu zaidi, naye Yesu akamwambia kwamba mpende Mungu wako na moyo wako wote na nguvu zako zote. Halafu ya pili, mpende nani? Jirani yako. Mwalimu, umeeleza vizuri ya kwamba katika sheria hizi 10 za kwanza, sheria ya kwanza mpaka sheria ya 4 ni uhusiano kati ya binadamu na nani? Na Mungu. Alafu sheria ya kuanzia amri ya 5 mpaka 10 ambazo ni 6
ni kati ya uhusiano kati ya binadamu na binadamu mwenzake. Na kwa hivyo unapoangalia sheria hizi 10 zinazungumzia nini? Zinazungumzia upendo. Mpende Mungu wako, mpende nani? Jirani yako. Kwa hivyo ikiwa unampenda jirani yako, hutamtendea mabaya, hutaiba kitu chochote chake, hutamsema uongo, na hutaweza kuua, wala hutamfanyia mabaya, acha niseme hivyo. Kwa hivyo Mungu anaposema hivi ya kwamba amri ni hii, Mungu mwenyewe, nafikiri tunapoangalia katika wakati kitabu ya Kutoka, wakati Mungu alipokuwa anamwambia Musa ya kwamba aweze kujenga, nasemaje, patakatifu. Naam. Tunaambiwa kwamba katika patakatifu mno kulikuwa na nini? Kulikuwa na sanduku la agano. Na ndani ya ile sanduku ya agano kulikuwa na nini? Sheria 10 za Mungu, ambazo tayari tunatuambia kwamba hiyo ndio tabia ya Mungu. Kwa hivyo tunapotaka kujua tabia ya Mungu, tunaona zile sheria 10 ambazo zinazungumzia nini? Upendo, ambayo yeye ni upendo. Sijui kama naeleweka. Kwa kifupi tunachojaribu kusema ni kwamba zile sheria 10, mwalimu, ni mahusiano. Je, uhusiano wetu na Mungu uko vipi? Je, uhusiano wetu na binadamu wenzetu uko vipi? Nakumbuka tumesema awali kwamba uhusiano wako unapokuwa vizuri na Mungu, basi uhusiano wako na binadamu unakuwa pia uko shwari, kwa sababu Mungu ni upendo, anakuwezesha kuweza kuwapenda majirani zako. Kwa hivyo tunaweza sema ukamilifu wa sheria ya Mungu basi umejengwa juu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu na sheria havitenganishwi. Mara nyingi tunasikia watu wakisema hatuhitaji kushika sheria, tunahitaji tu kumpenda Mungu na kuwapenda wengine. Sheria ndio msingi wa uhusiano yetu na nani? Na Mungu. Kama unatupilia sheria, basi ndio kwa sababu shetani pia hakupenda nini? Sheria za Mungu. Ndio kwa sababu alitoka huko akisema ya kwamba Mungu ni mkatili, Mungu hana upendo na nini, na ndio akavuta theluthi ya malaika ya kwamba wakisema ya kwamba Mungu sio Mungu wa upendo. Na ndio akafanya nini? Kukawa na vita huko mbinguni, kulingana tukisoma katika kitabu cha Ufunuo, naye akatupwa hapa ulimwenguni. Naye akazidi kufundisha ama kudanganya walioko hapa ulimwenguni ya kwamba Mungu sio Mungu wa upendo. Na kwa hivyo hii sehemu ama hii nafasi ambao sisi kama binadamu tumepewa tuweze kuishi, ni ya kwamba tuweze kusoma neno la Mungu na tuweze kumjua kweli huyu Mungu ni jinsi ambavyo shetani anavyosema, ama sio hivyo. Mwalimu, unakumbuka ukisoma katika kitabu ni cha Warumi 7:6 inasema, bali sasa tumefunguliwa katika Torati. Tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Kwa hivyo kuna wale ambao wanaziangalia sheria za Mungu tu kama yale maandiko ambayo yako katika Biblia. Yaani wanasoma tu, lakini hawafuati kile ambacho wanasoma. Ndiposa tunaona tunapaswa kuwa katika hali mpya ya roho. Kwa kimombo wanasema newness of the spirit. Kwa sababu iwapo utafuata amri za Mungu, mwalimu, tu kama andiko, haitakusaidia kivyo vyote vile. Kwa hivyo lazima uweze kuhuishwa upya, ndiposa Kristo aweze kupiga kambi rohoni mwako, akuwezeshe kuzishika hizi amri za Mungu. Kuzishika, mwalimu, inaambatana pia na matendo. Kwa sababu huwezi sema unazishika lakini matendo pia yanazungumza vingine. Kwa hivyo tuliweza kuangazia kwamba matendo na kile ambacho tunazungumza yanapaswa kwenda sako
kwa bako mwalimu. Usije ukazungumza hiki alafu unafanya hiki mwalimu. Utakuwa hata unawachanganya watu wale ambao kidogo wanataka kukuelewa wewe ni nani. Utakuwa unamhubiri Yesu mwingine, sio yule Yesu wa Biblia mwalimu. Unaweza mtangaza Yesu wa Biblia, lakini watu wakikutazama ni kana kwamba una injili nyingine, ni kana kwamba unamhubiri Yesu mwingine. Kwa hivyo sisi ambao tunajiita watu ambao ni wa Biblia, tuweze kumhubiri Yesu wa Biblia kwa kusema na kwa matendo kwa pia. kutenda. Kwa lugha nyingine matendo yaambatane na kile ambacho tunasema, ili jina la Mungu lisije likakufuriwa ama jina la Mungu lisije likatukanwa kwa sababu ya sisi mwalimu. Na msijui kama unanyongeza katika siku hii ya Jumapili. Ningependa kuongeza kitu. Hebu tuweze kusoma kitabu cha Kutoka 20. Nafikiri hapo ndio tunapata amri 10 za Mungu. Unataka tuzisome hizi amri ama unataka vipi mwalimu? Ningependa kusoma fungu la 2. Kutoka 22 fungu la 2. Inasema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu alipokuwa anawapa wana wa Israeli amri hizi 10. Naam. Kwanza anaanza kusema yeye ni nani. Naam, anajitambulisha. Anajitambulisha. Na anataka uweze kuona uzuri wake kwanza. Ndio kwa sababu uliposema ya kwamba sheria hizi za Mungu ni uhusiano. Hapo ni kweli kabisa. Mungu anataka uweze kwanza uangalie yeye ni nani, amekutendea nini. Hapa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba mimi ni nani? Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ambaye alifanya nini? Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Hiyo ni kitu ambayo kwanza anataka waweze kujua, anajitambulisha. Kutoka Misri ilikuwa haikuwa ni rahisi. Mwalimu, ambayo inasema katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Kwa hivyo Mungu anapotoa sheria, kwanza anataka ujue ya kwamba yeye ndiye Mungu. Na yeye ni mkombozi. Asante. Yeye ni mkombozi. Hajajileta kwako kama hajakutendea chochote. Na kujipandikiza pale. Kwanza amejitambulisha, na kwanza amekushika na mkono wake, na ndio anakuja na kuambia kwamba mimi ndiye niliyekutendea hivi na vile. Kwa hivyo nasema hivi. Sijui kama unaelewa. Kwa hivyo Mungu anapotupatia hata sheria ama amri, hatoi sheria kwamba hivi. Kwanza ana ile uhusiano kwamba hakuna mtu yoyote ambaye Mungu anamtarajia aweze kushika amri 10 za Mungu kama yeye mwenyewe hajakujitambulisha kwako. Adamu alipoumbwa, kitu ya kwanza ni kwamba Adamu alipofungua macho zake, alimwona nani? Alimwona Mungu. Naam. Alafu Mungu akamtembeza, akamuonyesha haya yote. Halafu anakumwambia kwamba sasa haya yote nakupa ule, lakini hii usifanye nini? Usile. Baada ya kujionyesha kwako, baada ya kufanya nini? Kujidhihirisha kwako. Naam. Kwa hivyo Mungu hakupasi uweze kutenda chochote kama yeye mwenyewe hajajidhihirisha kwako. Na ndio kwa sababu Mungu anasema kwamba ni uhusiano. Asante. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa mahusiano. Mahusiano. Kabisa mwalimu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu, ambayo ni amri ni takatifu na ya haki na njema. Mwalimu, hivi ni vitu vitatu ambavyo tunaviangalia katika siku ya Jumatatu. Tumesema amri ni takatifu 1, haki 2 na ni njema 3. Mwalimu, hizi sifa sijui nani mwingine ambaye ni mtakatifu, ana haki na ni mwema. Ni nani huyu mwalimu? Hakuna yeyote. Ni Mungu peke yake. Amen. Kwa hivyo ndiposa mwalimu amekuwa akisema kwamba
amri zile 10 ni tabia ya Mungu. Kwa sababu ukisoma katika kitabu ni cha Warumi, mwalimu sijui kama tutasoma Warumi 7:12 ili tuweze kuhakikisha, je, ni kweli sheria za Mungu zina haki, ni takatifu? Warumi 7:12 inasema hivi: basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Na tumeweza kusema sifa hizi ni sifa ambazo zinamtambulisha Mungu. Kwa hivyo tumeona amri zinakwenda sako kwa bako na Mungu. Na kumbuka Mungu ni mtoa sheria. Na tulisema Mungu ni upendo. Kwa hivyo tumehoji kwamba na kusema Mungu ambaye ni upendo hawezi akampatia binadamu anayempenda sheria ambazo zitamkandamiza. Kwa hivyo sheria hizi tumesema ni ua la ulinzi kwa binadamu yeyote ambaye ataamua kuzifuata. Na kumbuka pia tumesema uweze ukazifuata kwa wewe mwenyewe. Lazima uweze kukubali Yesu Kristo ambaye alizishika 100% ili aweze kukusaidia kuzishika. Binadamu hawezi akazishika amri za Mungu kwa ushupavu wake. Lazima uweze kumkubali Yesu Kristo aweze kukupatia nguvu ya kuweza kuzishika. Mwalimu, siku ya Jumatatu ulijifunza nini? Kwa nini? Tukirudi katika shamba la Edeni. Naam. Adamu alipoambiwa na Mungu ya kwamba asile lile tunda, si Adamu alikula? Naam. Nasi sisi ni uzao wa nani? Wa Adamu. Biblia inatuambia kwamba kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni Adamu, dhambi ikafanya nini? Ikaingia ulimwenguni. Yesu Kristo alipokuja hapo ulimwenguni, yeye ndio Adamu wa nani? Wangapi? Wa pili. Adamu wa kwanza alileta nini? Alileta mauti kwa ajili ya dhambi. Adamu wa pili akafanya nini? Akaleta uhai. Alipofanya nini? Alipokufa ili wale wote ambao wanaomwamini waweze kufanya nini? Waweze kupata uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu ndiye anayetupatia uwezo wa kushinda nini? Wa kushinda dhambi. Kwa hivyo, kwa mfano, kuna huyu ambaye aliyekuja, Biblia inatuambia kwamba the rich man, ambaye alitajiri fulani alikuja kwa Yesu na kumwambia kwamba nitafanya nini niweze kupata uzima wa milele. Yesu akamwambia basi ya kupasa uweze kushika amri. Akamwambia usiue, usizini, usiwaheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia Yesu, yote niliyafanya nini? Niliyashika kutoka utotoni. Ni nini tena ambayo ninayokosa? Biblia inatuambia kwamba Yesu akamwangalia, akampenda, akamwambia basi fanya hivi, nenda uuze mali yako yote uweze kuwapatia nani? Maskini, kisha ufanye nini? Nifuate. Uweze kunifuata. Swali ni kwamba aliyashika amri hizo jinsi ambavyo alipokuwa anasema? Mwalimu, ndiposa inaturudisha kwamba katika kitabu cha Warumi 7:6 ambayo tunapaswa kufuata, kutumika katika hali mpya ya roho, si kwa andiko. Ila alikuwa akifuata kile ambacho kimeandikwa, lakini ikifika kwa kutekeleza hakutekeleza kile ambacho alikuwa amesoma. Kwa hivyo alikuwa anamkiri Yesu kwa kinywa, ila matendo yanakataa. Ndiposa aliposikia ni kuuza akatoka pale amehuzunika, kwa sababu alikuwa amefungamanishwa na mali zake. Naam. Na ndio sababu sasa tunasema kwamba Yesu alipokuwa anasema ya kwamba mpende jirani yako jinsi unavyofanya nini? Jipenda. Alikuwa anapenda jirani kweli? Hapana. Ndio aliyashika, anasema ya kwamba aliyashika haya yote, lakini alikuwa anapenda jirani. Na hii ndio shida ambayo hata sisi wakati huu tunapozungumza, hatuwezi sema ya kwamba tunapenda jirani hata kidogo. Ndio sisi ni Wakristo, sisi ni Waadventista, tunasema ya kwamba tunampenda nani? Tunampenda Mungu
na tunasema kwamba nasi pia tuna nini, tunapenda wenzetu, lakini kwa hakika sisi ni kama huyu ambaye alikuwa tajiri, ambaye Yesu alipomwambia kwamba uza mali yako yote uweze kuwapatia maskini, alafu kisha unifuate. Mwalimu, hili nilizungumzia wiki jana pale ambapo tulisema practical godliness. Nikasema kwamba Wasabato wengi tuna ukweli ndio, lakini ikifika kwa kupenda pale inakuwa mtihani. Kizungumkuti. Inakuwa kizungumkuti. Ukweli tunao, lakini nikasema kwamba ukweli huu pekee hauwezi ukatuokoa, kwa sababu iwapo tumepungukiwa kwa upendo, ambapo tumesema Mungu ni upendo, kwa hivyo tuko na deficiency mwalimu. Unajua ukienda hospitali wa kupima wanakuambia pengine magnesium level yako iko chini, wanakuandikia supplement. Kuna kitu ambacho unapaswa kula ili viwango vyako vya magnesium viwe juu. Kwa hivyo mwalimu, mimi naona kwa mtazamo wangu ukweli ndio Wasabato tunao, lakini upendo mwalimu inakuwa ni mtihani. Ukienda hata pale kwenye mitandao uone vile ambavyo sisi wenyewe kwa wenyewe ujibizana. Mwalimu, utaona kweli hawa watu ni watu ambao hawapendani kabisa. Mwalimu, Warumi 8:3 inasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa hivyo Yesu anakuwa kielelezo. Na tunaona kuna yeye ambao wanasema tendency to sin. Binadamu anapozaliwa na mwanamke ako na tendency to sin mwalimu, ambapo wanasema mwenye mfano wa mwili ulio wa dhambi, mfano ulio wa mwili wa dhambi mwalimu. Alafu 7 inasema 8:7 inasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo ni Mungu pekee ambaye anaweza kukusaidia kutii. Ndiposa anakuwa kielelezo bora, na uliweza kusema kwamba ni Adamu wa pili. Kwa hivyo ambaye anakuwezesha kufanya hili. Mwalimu, Warumi 6:1 kuna wale ambao wanasema pengine sheria na neema hazikwendi pamoja. Inasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi mwalimu? Paulo anajibu na kusema hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Ni swali anauliza. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Ni maswali tu anauliza hapa. Kwa hivyo 6:1 inasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Mwalimu, tunaona uhusiano kati ya sheria na neema. Hautendi dhambi ili neema iweze kuzidi mwalimu. Na tunajua tutaangalia katika siku ambayo inafuata vile ambavyo sheria na neema zinakwenda mwalimu. Sijui kama una jambo la kuongezea. Je, Yesu alikuja kutangua Torati ama alikuja kufanya nini? Unajua bado tuko katika sehemu hii. Naam. Ya kwamba sheria ya Mungu, hii sheria ya Mungu ndio inayotufanya tunafanya dhambi, ama sheria ya Mungu ni dhambi? Watu ambao wanaotaka kuondoa sheria, ya kwamba sheria ndio mbaya, sheria ni dhambi. Mwalimu, nafikiria tutajibu katika siku ya Jumanne. Naam. Asante. Mwalimu, sheria ya Mungu yenyewe inawakilisha utakatifu wa Mungu, tabia yake kamilifu, upendo, haki, wema na ukweli. Katika suala hili ni muhimu kwamba kwa mujibu wa Kutoka 31:18 Mungu aliandika amri 10 kwenye mbao za mawe mwenyewe, zikiwa zimeandikwa katika mawe. Sheria hizi ni ushuhuda wa tabia isiyobadilika ya Mungu na serikali yake ya maadili iliyojengwa juu ya upendo. Mada kuu ya pambano kuu. Mwalimu, sheria ingekuwa inabadilika basi Yesu hangekufa msalabani. Kwa sababu alikufa kwa sababu sheria ilikuwa imevunjwa, ambayo ilikuwa inasema adhabu ni kifo. Kwa
Kwa hivyo angekuwa imetolewa, basi hakungekuwa na umanufaa wa yeye kwenda msalabani. Hebu Mathayo sura ya 5 fungu la ngapi? Fungu la 18. Mathayo 5:18 inasema hivi, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie. Hata yote yatimie. Naam. Yesu alikuwa anasema kwamba yeye hakuja kufanya nini? Kutangua sheria. Kutangua sheria, bali kufanya nini? Kutimiliza. Naam, mwalimu. Kutimiliza sheria. Kwa hivyo ikiwa Yesu alikuja kuweza kutoa ama kutangua sheria, naam, basi hata kufa kwake ingekuwa ni nini? Ingekuwa kazi bure. Kazi bure. Lakini kwa sababu sheria iko pale, basi ilibidi ya kwamba naye aweze kufa ndio binadamu waweze kupata wokovu. Na mwalimu, siku ya Jumanne ni sheria na neema. Mwalimu, na hata kabla ya kufika hapa, tunajua Mungu alipoumba dunia ilikuwa kamilifu, na kulikuwa na sheria kabla hata ya anguko, mwalimu. Kwa sababu usile tunda fulani, akala tunda, sheria ikawa imevunjwa. Sheria ilipovunjwa, dhambi ilipokuja kukawa, basi kuna mauti. Na mwalimu, sasa kumbuka, Yesu sasa anakuja kwenye picha. Kwa sababu tunajua neema na Yesu ambaye ni Mwokozi wanaingia kwenye picha. Kwa hivyo neema imekuja kwa sababu sheria ilivunjwa. Na neema hii, mwalimu, kama vile ambavyo ukisoma Tito 2:11 inasema, ni mwalimu anayetufunza jinsi ya kuishi, kuzishika zile amri za Mungu na kuishi maisha ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hivyo mwalimu, tumekuwa tukisisitiza kwamba licha ya kuwa neema ni unmerited favor, ama ni ustahili ambao haukuwa unafaa unapewa, pia vile vile neema ni mwalimu ambaye anatujulisha Yesu ni nani. Kwa hivyo hilo tutaweza kuliangalia katika siku hii, mwalimu. Sheria na neema, mwalimu. Sijui kama unaweza kutudokezea ulijifunza nini? Nafikiri hapo ndio tayari uliweza kuzungumzia. Naam. Uliposoma Warumi 6. Naam. Warumi 6 fungu la kwanza anasema kwamba tufanyeje? Tuzidi kutenda dhambi kwa sababu kuna neema. Kwa sababu kuna neema. Ikasema la hasha. La hasha. Na mwalimu, ya kwamba tuliweza tulipompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Naam. Ikawa tumekubali kuweza kubatizwa, tuliweza kufa ndani ya nini? Ndani ya dhambi. Naam. Na tulipokufa tulikufa naye, na tulipofufuka tumefufuka na nani? Tumehuishwa upya. Tuko upya. Naam. Ambaye Biblia inasema kwamba ikiwa tumefufuka ama tumezaliwa upya. Naam. Nikiweza kukumbuka Nikodema alipokuja kwa Yesu, naye akauliza swali hilo ya kwamba nitafanyaje kuweza kupata ufalme wa nini? Wa mbinguni. Naye Yesu akamwambia yabidi ufanye nini? Uzaliwe upya. Na hiyo kuzaliwa upya ndio ufanye nini? Kukufa ndani ya dhambi ukiwa na Kristo, na kuweza kufanya nini? Na kufufuka na Kristo. Ya kwamba unapokuwa umebatizwa, sasa wewe ni kiumbe kipya. Yesu yuko ndani yako na wewe uko ndani ya nani? Ndani yake. Kwa hivyo wewe ni kiumbe kipya. Na kwa hivyo Paulo anauliza ya kwamba Yesu ambaye alikuja kwa ajili ya neema, kwa ajili sisi tunahesabiwa haki kwa ajili ya neema ambayo iliyotolewa na Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Na kwa hivyo yatupasa tuendelee kutenda dhambi kwa sababu ndio neema ifanye nini? Iweze kuongezeka. Hilo ni swali ambalo Paulo anauliza. Na ndio sisi kila mara unajua, nakumbuka kuna wakati nilikuwa shuleni nilikuwa na marafiki na huyo kucheza nini mtu anaenda kanatenda dhambi akijua kwamba itakapofika Ijumaa ataenda mbele ya padri
aungame dhambi zake, na padri afanye nini? Amwambie kwamba dhambi zako Kwa hivyo kuna watu ambao wanaendelea wakifanya dhambi, wakijua kwamba hata nikimaliza kufanya dhambi bado nitaweza kufanya nini? Nitaweza kurudi. Kuna neema. Kuna neema. Naam. Sisi wote tuko hivyo. Unajua kuna dhambi ambayo tunatenda tukiwa tunajua sisi wenyewe ya kwamba hii ni makosa. Lakini tunatenda kwa sababu tunajua kwamba Yesu yuko pale, nitaweza atanisamehea, nitarudi tena mara ya pili, mara ngapi. Ni Mungu mwenye upendo. Yaani ni kusema neema itafunika dhambi yake. Hapo ndio tunakosea. Lakini Biblia je, inafunza hivi? Mwalimu, sheria na neema havipingani ila zina kazi tofauti. Ziko kazi tofauti. Kazi ya sheria mwalimu ni gani? Ni kama kioo. Inakuonyesha kule ambako kuna doa katika uso wako, lakini haiwezi ikatoa ile doa pale. Unapotanabahi kwamba kuna kasoro pengine na uso wako, inakuacha pale. Inakuelekeza kwa Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi. Kwa hivyo tunaona hivi ni vitu ambavyo vina kazi tofauti. Mwalimu, unasijui kazi ya neema ni gani? Tulishasema ni mwalimu ambaye anatuwezesha kufanya yaliyo mema. Na kumbuka neema ni zawadi mwalimu. Unaweza ukaipokea ama ukakataa. Na kuna watu ambao wana misuse neema mwalimu, kama vile ambavyo umesema. Yeye anajua atatenda dhambi, neema itamfunika. Neema haiko pale kufunika dhambi mwalimu. Neema iko kutuonyesha kwamba Kristo yupo ambaye iwapo tutamkubali ataweza kutusamehe. Mwalimu, kwa hivyo ni vitu ambavyo tunaona havipingani ila vina kazi tofauti. Na kama vile ambavyo umesema mwalimu, hakuna kazi ambayo unaweza fanya, kwa kimombo wanasema no amount of work unaweza fanya ili uweze kukuokoa. Tunajua tuokolewi kwa sababu ya matendo mwalimu. Unaona? Tunaokolewa na neema ama tunaokolewa kwa neema. Neema ndio inayotuokoa. Lakini neema inapotuokoa mwalimu, kuna kazi ambazo zinaambatana kwa wale ambao wameokolewa. Mwalimu, tutasoma Waefeso 2:8, 9 na 10 tuweze kuona je, kuna ushirikiano gani kati ya neema, wokovu na vile vile matendo. Mwalimu, tutasoma 8 ambayo inasema kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Tumesema ni kipawa, lakini tunaokolewa kwa nini? Kwa neema. 9 inasema wala si kwa matendo. Mwalimu, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Mwalimu, kwa hivyo unapoumbwa katika Yesu Kristo unatenda matendo mema. Kwa hivyo kuna kazi ya matendo pia mwalimu, ambayo tumesema kwanza lazima uweze kumkubali Yesu Kristo ambaye atakuwezesha kufanya matendo yaliyo mema mwalimu. Uweze kwenda katika njia salama, lakini haikui reverse. Unaanza matendo ndiposa ukue uokolewe. Umeokolewa ndiposa matendo yako yanamdhihirisha yule ambaye amekuokoa. Haikui the reverse ambayo ni fanya kwanza matendo alafu uokolewe. Hapana. Matendo hayawezi yakakuokoa. Lakini mtu ambaye ameokolewa hautarajii awe anatukana watu mwalimu. Hautarajii awe anabugia wanasema kinywaji. Hautarajii awe ni mtu ambaye hasikizi wakuu. Kwa hivyo kuna matendo ambayo yanaambatana na yule ambaye ameokolewa mwalimu. Iwapo utasema mti huu ni wa machungwa, utakapokuwa unafinya ile juisi ambayo inatoka pale utatarajia iwe mchungwa mwalimu. Au utafinya juisi utarajie kupatia muembe mwalimu. Hivi viwili haviingiani. Kwa hivyo unapofinywa, je, Ukristo wako unatoka? Ama ukifinywa unatoa sijui ni muembe na wewe ni mwalimu? Mambo haya inapaswa tuweze kuyaangalia tuone inakuwa vipi, kwa sababu tunaweza kuwa tunajidanganya kwamba tuko safarini na kumbe tunapiga mark time. Tunafanya mark time. Na mwalimu, ningependa kuongezea hivi. Umesema vizuri, kuna neema na kuna sheria. Naam. Sheria kazi yake ni nini?
ulitoa mfano ukasema sheria ni kama nini? Kioo. Ni kama kioo ya kuweza kuonyesha jinsi ulivyo. Mwalimu, pengine tusome mafungu mawili. Pengine tusome Warumi 4:15. Warumi 4, tuweze kujua kazi ya sheria ambayo inasema hivi 15, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwapo sheria hapana kosa. Hapana kosa. Kwa hivyo mahali ambapo sheria haipo hapana kosa. Kwa hivyo sheria inatufahamisha kosa liko wapi, mwalimu? Amina. Sheria kazi yake ni kutuonyesha mahali ambapo tumekosea. Ikiwa unajiangalia kwenye kioo ukaona kwamba kuna shida mahali fulani, ikiwa ulikuwa unaosha uso, basi kuna uchafu mahali fulani, basi uchafu ufanye nini? Uweze kuiondoa. Wengi wetu tunasema ya kwamba kioo ndio ina makosa, sura yangu haina kwa hivyo hii kioo ndio niweze fanya nini? Niweze kuiondoa. Hiyo ndio kosa ambayo tunafanya. Na ndio kitu ambayo shetani pia ametudanganya. Tunaona kwamba sheria hizi za Mungu ndio makosa. Mungu hangetuwekea hizi sheria 10. Lakini tunapata kwamba hizi sheria 10 ndio Paulo anasema kwamba kabla sheria hatungeweza kujua kwamba kuna dhambi. Ni sheria ndiyo inatuonyesha kwamba kuna dhambi. Ukifanya kitu fulani ndio ni makosa. Sheria yatuonyesha dhambi ni nini. Na kwa hivyo ukiondoa sheria basi hakuna dhambi, si ndio? Kwa hivyo itakuwa kwamba hata kuua, utaweza kuua mtu lakini ni sawa, kwa sababu hakuna sheria ambayo inasema usiue. Kwa hivyo kuua ni sawa. Na ndio kwa sababu tukasema kwamba jaribu kuishi katika nchi ambayo hakuna sheria. Kuna mauaji pale ambayo ni sawa. Lakini kuna kitu ambacho tuliweza kujifunza kwanza. Mungu alipoweka pale sheria, aliweka sheria ili tuweze kuwa tofauti, tuweze kuwa na ule mfano wake. Wakati huu ambao Waisraeli walikuwa jangwani, Mungu aliandika sheria kwenye nini? Kwenye mawe. Lakini Biblia tuambia kwamba Mungu anasema ya kwamba na nitaandika sheria yangu ndani ya mioyo yao. Ndani ya mioyo yao. Sio tena kwenye mawe tena ama kwenye jiwe, bali kwenye mioyo yao. Kuna kazi ambayo sheria inafanya ndani yetu na katika maisha yetu. Sio tena kwenye mawe, bali iko ndani ya mioyo yetu. Naam. Kwa hivyo na ndio unapata kwamba ukimuuliza mtu yote hata asiwe Mkristo, ukamuuliza kuua ni mbaya, atakwambia ni mbaya. Amejua namna gani ya kwamba kuua ni mbaya na sio Mkristo. Mungu tayari ameweka sheria ndani ya mioyo. Kila mtu anajua kwamba hii ni kosa. Hata isiwe kwamba ni Mkristo, atakwambia hii ni kosa. Wana sheria ambao wanaokuja na masheria wakisema hivi na hivi na hivi na hivi, unapata kwamba wengi wao pengine sio Wakristo, lakini sheria iliko pale. Tayari Mungu ametuwezesha kuweza kujua yale ambayo ni mabaya na yale ambayo ni mazuri. Na ndio kwa sababu sasa tunapozungumzia juu ya neema inakuja kwa ajili ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alikuja ili kuweza kutimiliza nini? Sheria. Yale ambayo sheria inayodai. Na mwalimu, nitanukuu lesoni inasema sheria inatuonyesha dhambi zetu. Yakobo 1:22 hadi 25,
Warumi 3:20, Warumi 7:7 inatuonyesha hitaji letu la mkombozi. Amina. Wagalatia 3:22 hadi 24 inatuongoza katika njia bora za maisha na kuifunua tabia ya Mungu ya upendo. Na mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni upendo ni utimilifu wa sheria. Mwalimu, tulisoma katika kitabu ni cha Warumi ambapo tulisema musiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Mwalimu, kwa hivyo mwalimu, hapa tunaona upendo ni utimilifu wa sheria. Je, wiki jana tulikuwa tukihoji unajidai unampenda Mungu mwalimu, lakini aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu pale hapa duniani tunamoishi haumpende mwalimu. Sijui kama unaweza nikiweza kurudi katika Biblia, huyu ambaye niliyemzungumzia ana tajiri fulani ambaye alikuwa wanasema tajiri fulani ambaye alikuja kwa Yesu akitaka kujua jinsi anaweza kupata ufalme wa Mungu. Naam. Yesu hakumwambia kwamba usiwe na miungu mwingine ila mimi. Yesu hakumwambia kwamba ikumbuke siku ya Sabato uweze kuitakasa. Alianzia wapi? Waheshimu baba na mama yako. Waheshimu nani? Usiue, usizini na kadhalika. Yesu alikuwa anamwambia yale ambayo inahusisha sheria ambayo inahusisha binadamu kwa binadamu wenzake. Kwa nini? Kwa sababu unajua kupenda Mungu, ama unaposema unapenda Mungu, mtu ambaye humuoni, ni vigumu sana mtu kudhibitisha kwamba kweli unampenda Mungu. Kwa sababu Mungu yuko pale. Hakuna mtu ambaye ataenda kwa Mungu, kweli huyu jamaa anasema ukweli kwamba anakupenda. Hakuna mtu ataweza kwenda kwa Mungu na kumuuliza. Lakini kuna yale ambao tunaweza kuona sisi kwa sisi. Unampenda jirani yako. Useme uongo. Uhusiano kati ya sisi kwa sisi ndio kitaweza kuonyesha kama kweli ile uhusiano yetu na Mungu iko sawa. Kwa hivyo iwapo haumpendi yule ambaye mnaishi pamoja, ni wakati wa kuweza kujichunguza mwalimu, kwa sababu upendo wetu kwa binadamu wenzetu unadhihirisha upendo wa sisi kwa Mungu. Lazima tupendane sisi kwa sisi, wale ambao tunakutana. Mungu hatujai muona mwalimu. Kwa hivyo lazima sisi wenyewe tupendane, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu ili tuweze kumpenda Mungu. Na kama vile ambavyo ulisema yule tajiri, tunajua Yesu alianza katika amri ya 5 kushuka chini. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba angeanza ya kwanza, kwa sababu ni kana kwamba mahusiano yake na Mungu kwanza hayakuwa sawa. Kwa sababu tumesema iwapo mahusiano yako na Mungu yako sawa, mahusiano yako na binadamu yatakuwa sawa vile vile. Kwa hivyo hakutaka kulizungumzia hilo, kwa sababu kwanza hilo ni kana kwamba lilikuwa ni tatizo. Kwa hivyo anaanza na hili ambalo linaonekana moja kwa moja. Alafu anampatia mtihani pale, anamwambia, je, uko tayari kunifuata? Uza vyote, wape maskini, nifuate. Alafu sasa pale akadhihirisha kwamba yeye ni mbinafsi, hapendi majirani. Kwa kusema inakuwa ni vigumu, anaenda kama amehuzunika. Kwa hivyo tunaona tunahitaji, Yesu anataka mambo makuu ya sheria kwa haki na rehema na imani. Mwalimu, hayo ni mambo ambayo tunajifunza katika upendo ni utimilifu wa sheria. Kwa hivyo tunaona kwa kuzingatia mafundisho haya yote na mengine mengi, wale wanaotaka kutimiza sheria kwa njia ya upendo wanapaswa kuhangaikia sio tu dhambi za kutenda, bali pia dhambi za kutenda mema. Upendo kama utimilifu wa sheria hauhusishi tu kushika sheria katika maana ya kujiepusha na dhambi, bali pia unajumuisha kutenda mema kwa bidii, kutenda matendo ya upendo yanayozidisha kwa uaminifu, haki na rehema. Kuwa mwaminifu kwa Mungu ni zaidi ya kutokiuka
kila sheria inachosema. Mwalimu, ni mengi ambao tunaweza kujifunza tu. Mengi. Tutaenda ni kabla hujasonga mbele. Naam. Hebu tuweze kusoma kitabu cha Mathayo 23. Mathayo 23 ngapi? 23. Mathayo 23. Kuna kitu ambacho Yesu alikuwa anagusia. Mathayo 23 ngapi? Fungu la 23. 23 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Kuna yale ambayo ni mazito ambayo yatubidi tuweze kuyaangalia, lakini tunaangalia yale madogo madogo. Kusema hivi, sehemu hii tunazungumzia juu ya nini? Upendo ambao ni nini? Utimilifu wa sheria. Tutatoa zaka, tutatoa sadaka, tutaomba, tutafanya vitu fulani kwenye makanisa, nini, tuweze kuonekana ya kwamba sisi ni Wakristo. Tutatembeleana, tuweze kuona kwamba sisi wa Kristo. Wafarisayo walikuwa wanafanya haya yote. Walikuwa naombea wenzao. Lakini kuna yale ambayo yalikuwa yanasahaulika. Kwa mfano, tunasema ya kwamba sisi ni Waadventista. Amri ya 4 inasemaje? Kumbuke siku ya Sabato. Ufanye nini? Uitunze, uitakase. Siku 6 fanya kazi yako na mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Mungu. Naye akasema ya kwamba wewe wala nani? Mgeni wako, wala mfanyikazi wako, wala mifugo yako. Yote yameandikwa pale. Naam. Kuna yale ambayo Yesu alikuwa anazungumza hapa. Kuna kitu ambayo Yesu alikuwa anagusia, ya kwamba mimi nitaweza kuitunza Sabato, niweze kwenda kanisani, niweze kufungia mifugo pale na kila kitu, watoto wangu wote tunaenda kanisani. Lakini kuna wajakazi, kuna mtu ambaye anakutendea kazi. Uko na biashara, unasema ya kwamba biashara yako lazima kuwe na nani? Kuwe na mlinzi. Ama shamba lako lazima uache mtu wa kuangalia ng'ombe zako. Kuna kazi fulani ambazo bado unataka ziweze kufanywa na umeandika mtumishi akutendee. Huyo mtumishi, si yeye pia kulingana na sheria inatakana yeye pia aweze kutunza Sabato? Naam. Na ndio Yesu anasema ya kwamba kuna yale ambayo ni mazito tumepuuza, tumeweka kando. Na tunasema ya kwamba mimi natoa zaka, natoa sadaka, naenda kanisani siku ya Sabato, lakini kuna wale ambao bado umefunga pale nyumbani waweze kukutendea kazi. Sijui kama ukisoma nafikiri utaweza kuelewa. Inasema hata mjakazi wa mwalimu. Kwa hivyo ni zaidi ya kutunza Sabato, ni zaidi ya kutoa zaka na sadaka, ni zaidi ya kwenda kanisani, ni mambo mengi tu mwalimu. Ndiposa tuliweza kusoma kwamba sheria za Mungu mwalimu, unajua Yesu mwenyewe anasema ukitazama utamani ni kana kwamba umetenda kile kitendo. Vile vile akasema ukimchukia ndugu yako ni kana kwamba umeua. Kwa hivyo ni zaidi ya yale ambayo yameandikwa. Zaidi ya hayo. Mwalimu, kwa hivyo ni kama vile ambavyo tulisoma katika Warumi 7:6, tunapaswa kuenenda in the newness of the spirit. Ndio mwalimu. Amina. Hebu tena tuweze kusoma tena kitabu cha Isaya. Isaya ngapi? Isaya 58. 58 fungu la 13 na 14. Nafikiri liko katika lesson.
Na Isaya 58 fungu la 13 na 14. Isaya 58 13 na 14. Nasemaje? Na hiyo inasema hivi, inasema 13 inasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitunza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kinywa cha Bwana kimenena hayo. Naam. Siku ya Sabato, nafikiri umeanza ukisema kwamba Biblia imeanza ikisema kwamba kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Ndio tunaenda kanisani siku ya Sabato, lakini tunapokuwa pale kanisani mara tunaangalia masaa ndio mahubiri yamalizike, tuenze kufanya nini? Tuende kufanya yale yaliyo yetu. Mwalimu, hapa Marekani wanasema unaweza kuwa uko Sabato lakini ushaanza kuweka gari lako mafuta. Unashangaa huyu pastor atamaliza saa ngapi niweke gari mafuta nikimbie kazini. Kwa hivyo uko pale tu mwili, lakini akili yako haiko pale. Na unakuwa na hali ya wasiwasi ukiona mahubiri yanazidi kuwa marefu, kwa sababu kuna mambo ambayo umepanga, mambo ambayo ni ya wewe mwenyewe, si mambo ambayo yanaendana na Mungu. Kwa hivyo uko kwenye Sabato lakini hauna utulivu kabisa. Hauna utulivu kabisa. Wengine labda ni kukimbia kufika kazini na mambo kama haya, mwalimu. Na hiyo ndio kwa sababu kuna wengi ambao hawataki sheria. Nafikiri tunarudia pale. Kuna wengi ambao hawataki hii sheria 10 kwa sababu ni kama wamefinywa. Hata hii kuja kanisani wanakuja kwa sababu ya kwamba baba yangu alikuwa ni Msabato, mama yangu ni Msabato, kwa hivyo hata mimi pia ni lazima nikuwe Msabato. Ya kwamba pengine mimi ni kiongozi, na ndio tunatoa masheria zingine, tunasema ya kwamba inatakana inapofika saa 6 kamili tumemaliza kanisa, watu waachiliwe waende wapi? Mashughuli zao. Na ndio kitabu cha Isaya 58 inatuambia kwamba hii ni siku ya Bwana, kuanzia Ijumaa jua inapotua mpaka siku ya Sabato jua ni siku ya Bwana. Wewe una haraka ya nini ya kukimbia nyumbani ukatende mambo yako? Hilo ni swali, mwalimu, ambalo tunaweza kujiuliza tukajiangalia. Kuna mazito ambayo tunayapuuza, na ndio kwa sababu tunakosoa sheria. Mwalimu, unajua nilikueleza siku fulani kwamba iwapo uko kwenye giza unafurahia yale matendo ya giza, utataka nuru ikumulike, kwa sababu ikikumulika itaangaza ile giza yako. Mwalimu, na kama wewe upendi kuja kanisa, utataka mtu akwambie mambo ya Sabato. Iwapo mwalimu wewe unapenda ulevi, utataka watu wakwambie mambo kwamba Biblia inasema usinywe. Kwa hivyo utajaribu kukwepa vile ambavyo vimezungumziwa pale. Lakini ukipata kile ambacho unafanya, unajiwekea tick mark. Kana kwamba una nini yako mwenyewe, una kitabu kako, unajua unajiwekea alama hapa, unajiwekea hapo, unanoa. Lakini kumbuka, hatupaswi kujipima sisi wenyewe. Tunapaswa kujipima na maandiko. Na hatupaswi kujipima sisi kwa sisi. Mwalimu, unajua kuna watu wengine wanaangalia wanasema kama Elder George anafanya hivi, mimi niko sawa. Elder George kama anafanya hivi, hata mimi niko sawa. Kwa hivyo tuweze kumwangalia Yesu ambaye tumesema ni kielelezo. Yeye ndio tunaweza kujipima. Tusije tukajipima sisi kwa sisi. Mwalimu, siku ya Alhamisi ni zaidi ya yote mpendane. Mwalimu, tunawezaje kupendana iwapo upendo wa Mungu hauko ndani yetu? Itakuwa vipi mwalimu? Ni magumu ni mambo mazito.
Biblia inasisitiza Naam. ya kwamba ikiwa una upendo, Naam. basi inafanya nini? Upendo nafikiri ndio sehemu tumetoka. Nasema upendo inafanya nini? Ni utimilifu wa sheria. Kwa hivyo upendo ndio kitu ambacho Biblia inasisitiza, tupendane sisi kwa sisi. Mwalimu, katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 kuna mambo mazito yanazungumziwa pale. Nitasoma haraka sana. Waraka wa Yakobo 2:1-9. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Mwalimu, unasikia? Kuna watu ambao tunapendeleana. Unasema huyu ni wa tabaka langu. Ni unajihusisha na yeye. Huyu si wa tabaka langu, sijihusishi na yeye. Mwalimu, mialiko ya harusi, nitamualika huyu kwa sababu unaangalia vigezo 2-3, unasema huyu akikuja ataniletea zawadi. Huyu ataleta ajui kujivaa, ataniaibisha. 2 nasema, maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, na ninyi mkistahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wawe pale, au keti miguuni pangu, je, hamukufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao? Bali ninyi mmevunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuvuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri muliloitwa? Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Mwalimu, haya ni mambo mazito. Sijui unalipi la kuzungumzia hapo? Hapo nakubali, na hapa ndio kitu. Unajua tuna kazi. Naam. Tuna kazi ngumu. Tunapojiita Wakristo yatupasa tujichunguze kweli. Kama kuna vitu kama hivi ambavyo tunavyovifanya, basi yatupasa tubadilishe tabia zetu. Ya kwamba hata ninapokuwa bawabu katika kanisa pale, wanaokuja wageni wanapokuja, yule ninapoona huyu ni tajiri fulani, basi nitamsalamia kwa heshima na nimpeleke kwenye kiti akae raha mstarehe. Lakini mwingine anapokuja ambayo pengine amejivaa kivyo vyote, huyo hata ninapomsalamia namsalamia ikiwa nazungumza na wengine huko nyuma. Walimu, kwa lugha telezi wanasema huyu ni chwara. Chwara. Naam. Hajielewi. Hata nikimwambia kukaa, wewe nenda kujifinye na wengine pale. Naam. Lakini yule ambaye ni mzito, mimi tayari nimetangulia, nimetengeneza viti vya wale ambao wanajiweza. Lugha telezi wanasema wazito wapewe nafasi kule mbele. Naam. Yakobo anasema anasemaje? Anasema ya kwamba ni makosa. Unaposema unapopenda jirani yako, basi iwe ya kwamba hauchagui ni yupi utampenda na ni yupi ambaye hutampenda. Wala iwe ya kwamba ana mtu ambaye anajiweza, ana hela, pengine ana mabiashara hivi na hivi. Sio hivyo. Mpende jirani yako. Mwalimu, unapata wakati fulani labda ni politicians wanapokuja kanisani, wanasiasa, unapata wanapewa nafasi za mbele, wanapelekwa mpaka kwenye pulpit. Mwalimu, unajua pulpit ni patakatifu. Wanapelekwa pale, hata wanapiga siasa kabisa. Unashangaa basi inakuwa vipi? Jameni, kuna mambo ambayo tunayoyatenda
ambayo inafanya jina la Mungu linafanya nini? Linatukanwa. Linatukanwa. Kwa sababu vitu kama hivi usidhani ya kwamba watu hawaoni. Jirani haoni. Anaona kila Sabato unabeba Biblia, unaenda kanisani. Lakini yeye ambaye anayeishi na wewe pale, hata hujawahi kumkaribisha kwako waweze kunywa hata maji. Mwalimu, sijui kama mmesikia watu ambao wanasema wewe ni vile nimebeba hii Biblia, nikiweka hii Biblia chini naweza nikakutandika. Ni Biblia linanizuia. Mwalimu, sijui. Kwa hivyo lesoni hii kwangu mimi ni lesoni ya maana kabisa. Yatupasa tujichunguze sisi wenyewe. Isiwe ya kwamba kubeba kwangu kwa Biblia ndio yaonyesha kwamba mimi ni mtakatifu ama mimi naye stahili. Yesu anasema ya kwamba tupendane sisi kwa sisi, jinsi unavyojipenda. Mwalimu, upendo kwa mwanadamu ni udhihirisho wa upendo wa Mungu duniani. Unaweza ukamdhihirisha vipi Mungu duniani? Kuwapenda wanadamu wenzako. Ni kwa ajili ya kuupandikiza upendo huu, kutufanya kuwa watoto wa familia moja. Mfalme wa utukufu alikuja kuishi nasi ili tufanye tuwe jamaa moja. Na kama maneno yake ya mwisho yatakavyotimizwa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yohana 15:12. Yesu pia anatangaza hivyo, watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13:35. Upendo ni muhimu sana katika imani ya Kikristo kwa sababu Mungu ni upendo. Yohana 1:4, 8 na 16. Na wale wanaodai kumpenda Mungu lazima wapendane. Mwalimu, watu wengi hawajaona upendo wa Mungu. Kwa hivyo kwa sisi kuwapenda, tunaweza tukadhihirisha upendo huu kwa wao. Mwalimu, sijui wapo na kibwagizo kisha baadaye utatuombea. Mimi ni kusema tu ya kwamba tunaposema sisi ni wana wa Mungu, naam, na sisi ndio wateule wa Mungu, na sisi ni Wakristo ambao tunasema kwamba tunafuata maagizo yake. Tayari hii agizo ni kwamba tuweze kupendana sisi kwa sisi. Hiyo ni kitu ambacho sisi wenyewe yabidi tujichunguze mioyo yetu, na ikiwa hatupendani basi tufanye juhudi tuweze kupendana. Tusiweze kuwa tunapigana. Hata makanisani tunapigana na tunasema tunapendana. Kwenye magazeti unasikia kanisa fulani watu walipigana. Jina la Mungu linafanya nini? Linatukanwa kwa sababu ya sisi. Kwa hivyo tuweze kudhihirisha upendo. Upendo hauna wivu, upendo hauna mabaya, upendo hautakii mwingine mabaya. Nakumbuka wimbo ambao ulikuwa unasema unasema upendo huvumilia, upendo una chuki, upendo hauna wivu, upendo hauchoki. Upendo hauchoki. Upendo. Kwa hivyo ni kitu ambacho hebu tuweze kuzingatia, kuwa na upendo jinsi ambavyo Mungu angependa tuweze kuwa nayo. Lakini niweze kuongeza hivi ya kwamba katika haya huwezi kuwa na upendo ikiwa Kristo hayuko ndani yako. Kwa hivyo ikiwa hauoneshi upendo kwa wenzako, basi ujue ya kwamba Kristo hayuko ndani yako. Yabidi uweze kuenda magotini, muombe Mungu aweze kubali kuingia ndani yako. Kwa sababu tabia ambayo unayoonyesha, iwe ni Kristo ndio anayoitenda, kutoka wapi? Kutoka kwako. Tabia ya Kristo iweze kuonekana ndani yako. Hauwezi fanya wewe mwenyewe. Yesu anaposema ya kwamba uweze kupenda mwenzako, ni kwa sababu
anatuambia kwamba tuweze kumkubali yeye aweze kuwa ndani, kwa sababu yeye ndiye anaweza kufanya haya yote. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufanya haya, ni yeye tu. Kwa hivyo anapoitenda ndani yako, basi wengi watafanya nini? Watavutwa kwake Kristo. Hebu tuweze kuomba. Baba yetu aishi mahali pa juu, ni asante tunakurudishia kutupatia fursa hii kuweza kujadilia neno lako. Sisi ni wenye dhambi, midomo yetu hayastahili machoni pako, lakini tuomba ya kwamba hebu uweze kutusafisha, hebu uweze kutukubali. Badilisha mioyo yetu yawe mioyo ya nyama, yaweze kukubali maishani mwetu, tuweze kutukuza jina lako. Kwa pamoja na wale ambao wanaosikiza neno hili, ya kwamba waweze kujua zaidi. Ni haya machache tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Naam, wiki nyingine itakuwa robo nyingine mpya, kwa hivyo naomba muweze kujumuika pamoja na sisi ili tuweze kujua ni kipi hiki ambacho tumeandaliwa katika robo ijayo. Zidi kubarikiwa. Amina.